Bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 13 ya mwezi Januari mwaka 2026. Kwa namna hiyo nikikusabahi na kukaribisha katika awamu hii ya upeo wa TV47 hii leo, pia ikiwa ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia msukosuko katika chama cha ODM na tukizungumza moja kwa moja na aliyekuwa ajenti mkuu wa hayati Raila Odinga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Lakini je, ni kipi ambacho kilikwenda mrama? Tutakujuza hayo na mengine mengi, lakini kwa sasa haya ndiyo yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Huduma za mtandao zazimwa nchini Uganda siku moja tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Baadhi ya wanafunzi waliofaa kujiunga na gredi ya 10 wasalia nyumbani kwa kukosa karo. Familia ya mfanyikazi aliyefia kwenye jengo lililoporomoka Karen yataka haki. Akaniambia mwenye simu amepata ajali. Na Rais William Ruto washtumu viongozi wa upinzani kwa kuwachochea vijana kuvuruga mikutano ya kisiasa. Kuna mpango ya kijana yeyote. Wewe uko na mpango yako, ni yako kutumia hawa vijana. Naam, karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalo. Unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote inakubalika. Moja kwa moja ni kwamba tume ya mawasiliano nchini Uganda imezima huduma za mtandao kuanzia leo tarehe 13 saa 12 jioni kwa muda usiojulikana. Mtandao huo umezimwa siku moja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Januari tarehe 15 mwaka 2026, ambayo ni Alhamisi juma hili. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na vyama vya upinzani yameibua madai ya upendeleo, matumizi ya vyombo vya usalama na kubana uhuru wa kiraia. Mwandishi wetu Faith Wangari anatukunjulia jamvi la habari. The world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. Kadri kampeni zinavyokamilika, Uganda iko kwenye njia ya kuendeleza hali ilivyo na matumaini ya Uganda mpya. Watetezi wa haki za kibinadamu wanaelekeza lawama kwa tume ya uchaguzi inayoongozwa na Jaji Simon Mugenyi, wakidai ina upendeleo kwa chama tawala cha NRM. Tume hiyo inadaiwa kuwazuia wagombea wa upinzani kushiriki uchaguzi, hatua inayodhoofisha ushindani wa kisiasa. Wakiangaza mwanga kwenye daftari la wapiga kura lililotolewa siku 14 kabla ya uchaguzi, kinyume cha sheria inayotaka litolewe miezi mitatu kabla ili kuruhusu uhakiki. The president of Uganda in charge of mandating who is in charge of the Electoral Commission. So all these things, they really point to us that Uganda can't have a free and fair elections because all the grounds that are in, they support only one candidate. Hali imekataa kuidhinisha baadhi ya vyombo vya habari na waangalizi wa uchaguzi, huku pia ikipinga marufuku mashirika kadhaa ya kiraia yaliyokuwa yakifuatilia mchakato wa uchaguzi. Aidha, vyombo vya usalama vimeutumiwa kwa kuvunja sheria ya uchaguzi, kukiwemo kuangazia wapiga kura kuondoka vituoni mara tu baada ya kupiga kura siku ya Alhamisi juma hii, licha ya sheria kuruhusu raia kusalia karibu kushuhudia kuhesabiwa kwa kura. Elections won't be fair and just, because when you look at even in Kampala right now, in major towns, the UPDF has taken over. In fact, the Electoral Commission is not in charge. It's the police, it's the military. Wasiwasi pia umeibuka kuhusu usalama wa raia wa kigeni. Wakenya wawili Bob Njagi na Nicholas Oyo waliotekwa nyara Oktoba mosi mwaka 2025 wamewasilisha kesi katika mahakama ya Afrika Mashariki wakitaka uwajibikaji kwa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tukio hilo limezua hofu kuhusu usalama wa wasiokuwa raia wa Uganda wakati wa uchaguzi. Uganda in the next few days, if we are not cautious, tens of hundreds of young people could be murdered. These 3 days, 4 days should have been enough to take us back to the border and even write to us that we are persona non grata. That will be something we are talking about. But then if somebody keeps you for 38 days, doesn't tell you why you are under arrest or abducted for that matter, because it was an abduction.
Uchaguzi huu pia unafanyika bila uangalizi mpana wa kimataifa baada ya Umoja wa Ulaya EU na Marekani kujiondoa. Hadi sasa ni Umoja wa Afrika pekee uliopo nchini humo. Maswali bado yanasalia kuhusu uwazi, usalama na uhalali wa uchaguzi huu. Wakenya hawapigi kura Uganda. Kwa hivyo sioni kama kutakuwa na shida yoyote kwa sababu wao si wapiga kura hapa Uganda. Na vile ile Electoral Commission walikuwa wameweka masharti ambayo yanafaa kufuatwa. Kwa hivyo watu watakuwa nyumbani siku hiyo ya kupiga kura, isipokuwa kama unaenda kupiga kura. Kwa hivyo najua Wakenya wote mahali wako, mimi nikiwemo, tutakuwa kabisa salama mahali tutakuwa. East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, we are one. We should maintain peace. We should be peaceful during this election period, because mostly for us youth, we want to go to the road to throw stones, to fight with police, and then you bring brutality, you end up dying for nothing. Ni uchaguzi unaoangaziwa sana na kwa kina utakaofanyika Alhamisi wiki hii, huku wanaharakati wakililia haki na uwajibikaji wa tume la uchaguzi la Uganda. Faith Wangari, runinga ya TV47, Nairobi. Kazi safi Faith Wangari. Na wanafunzi wengi wa grade ya 10 wakiendelea kuripoti shuleni kwa siku ya pili leo, bado kuna kundi kubwa ambalo limesalia nyumbani likihangaika kutafuta fedha ili kuripoti shuleni kabla ya tarehe za mwisho. Baadhi ya wanafunzi hao wamelazimika kufanya kazi za sulubu, huku wengine wakiomba msaada wa wahisani ili kukata kiu yao ya elimu. Sheila Chelangat amelivalia juga swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mukuru kwa Njenga jijini Nairobi, tunamkuta Miriam mwenye umri wa miaka 15 akiwa tayari amewasili kazini. Kila tone la maji analouza ni muhimu, kwani kila shilingi anayopata huingia katika akiba yake, akijitahidi kujiunga na shule ya wasichana ya Itimu Kisii baada ya kupata alama 62 katika mtihani wa KJSEA. Mimi nikiuza maji kwa siku nalipwa 100. Ile pesa mama na hustle haitoshi. Like for now nimesave niko na only 800. Na shule niliambiwa inatakikana like car shopping peke yake 10,000. Na hiyo tumeestimate tu, hatujui ni correct. Mamake Miriam anasema hali ngumu ya kiuchumi imezidisha changamoto hii, hasa baada ya familia hii kumpoteza tegemeo lao. Babake Miriam aliyefariki dunia siku 2 tu baada ya matokeo ya KJSEA kutangazwa. Baba yake alisikia vizuri sana, akasema lazima nitafanya juu chini mtoto aweze kuenda shule. Lakini ikawa bahati mbaya hakuwa ameanza kumtayarisha. Ndio hii accident ikafanyika ya kubomoa nyumba, akaweza kuwaka. So mimi peke yangu siwezi kuweza kabisa. Si mbali na hapa tunakomkuta Debora, alijizolea alama 52, naye ana matumaini ya kujiunga na shule ya upili ya Suguta. Lakini kama Miriam, yeye na mama yake sasa wanalazimika kufanya kazi za kufua nguo na vibarua vingine ili kupata karo ya muhula mpya. The cost was 40,535, but my mom did not have enough, so I did not go to school yesterday. Hata saa zingine naona vile wazazi wengine wanafanya shopping inafiri vibaya. Nikikuja na mwangalia nalia. Nilikuwa nafiri tu mtoto aende shule, lakini sina uwezo. Mtoto mwenyewe anakuja analia, ananiambia mama mtaenda aje shule. Namwambia mtoto wangu Mungu atafungua njia. Katika kaunti ya Bungoma, Marceline Wekesa anayetarajia kujiunga na shule ya wasichana ya Cardinal Lutunga bado yuko nyumbani. Juhudi za kupata ufadhili au msaada zimegonga mwamba. Na niko nyumbani kwa sababu wazazi wangu bado hawajapata school fees. Wanafunzi hawa wanawakilisha maelfu ya wengine ambao bado hawajaripoti shuleni. Ile tumeweza kupata ni vitabu tu, ambavyo nimeomba ndugu yangu amenisaidia akaninunulia. Kadri siku zinavyosonga, muda wa kuripoti nao unazidi kuyoyoma. Hivyo kwa wanafunzi hawa na familia zao wanaendelea kukabiliana na hali ngumu ya maisha, wakisubiri msaada kutoka kwa wahisani. Nawaomba tu wahisani kama wamesikia mwito wangu wanisaidie mtoto aende shule
Na wanaposubiri wana matumaini kwamba nao watapita kwenye malango makuu ya shule zao na wapo tayari kuanza safari yao mpya ya kielimu. Sheila Chelangat, Runinga ya TV47. Kazi safi Sheila, na tunatumai kwamba yale ambayo wanadhamiria kupata watayapokea kutoka kwa wahisani. Kwingineko ni kwamba familia moja ya wafanyikazi waliofariki katika jengo liloporomoka eneo la Karen hapa jijini Nairobi siku ya Jumamosi tarehe 10 Januari mwaka 2026 inataka haki, uwajibikaji kutokana na mmiliki na wanakandarasi wa jengo hilo. Raphael Kivundui mwenye umri wa miaka 40 ambaye alikuwa mfanyakazi katika eneo la ujenzi eneo la Karen, imethibitishwa kuwa alifariki kutokana na majeraha ya kichwani, tumboni na miguuni baada ya jengo ambalo yeye na wafanyakazi wengine walikuwa wakiendelea na ujenzi kuporomoka. Mkewe Lydia Kivundui amesema familia yake haijapokea mawasiliano yoyote kutoka kwa mmiliki wa jengo, mwanakandarasi wala serikali, na kuwa hawajapokea malipo ya kazi ambayo kwa kawaida hulipwa kila wiki kwa wafanyakazi wa ujenzi. Alikuwa kama carpenter na amefanya na wao for a very long time, so sioni ni kwa nini hawajitokezi. Juu hata zile pesa wamefanyia wanalipwa after a week, hawajawasiliana, hawajatuma pesa na hawaongei, wako tu. Nataka justice for Raphael. Juu ni alikuwa breadwinner. Nimebaki mjane na niko na watoto wadogo. Mimi sina kazi, ama housewife. Ni alikuwa tunategemea. Mkewe Kivundui pia amesimulia mazungumzo ya mwisho na mumewe siku ya tukio. Ameeleza kuwa Raphael alimwambia kuwa angerudi nyumbani kwa chakula cha mchana mwendo wa saa 7. Baada ya simu zake kutopokelewa kwa muda mrefu, Lydia alipiga tena saa 10 alasiri ambapo mtu mwingine alijibu na kumwambia kuwa Kivundui amefariki. Tuliachana tu vizuri kwa nyumba asubuhi na akaenda kazi. Around 10:30 wakiwa tea break, he called me. Na tukaongea tu stories za kawaida tu, akaniambia anakunywa chai nini, na akaniambia wanafunga kazi saa 7, so anakuja. Ndio tulikuwa saa 4:30. Around 2:50 nikakuwa anxious. Kwa nini hajafika kwa nyumba na anafikanga mapema? So I started calling Raphael. Nilikuwa nampigia around 2:50, simu haikuwa inashikwa. From there akushika hadi 4. Around 4:50 ndio nilipiga bado simu yake tena. Ikashikwa na jamaa fulani, sikumbuki jina lake. Akaniambia, nikamuuliza mwenye simu ako wapi? Akaniambia mwenye simu amepata ajali. Nikamuuliza amepatia ajali wapi? Akakata simu. Nikapiga tena. Kupiga tena akaniuliza wewe ni nani kwake? Nikamwambia mimi ni bibi yake. Akaniambia huyu jamaa amepata ajali na ni kama ameatuacha. Familia yake Raphael Kivundui sasa inataka haki kutendeka hata wanapoendelea kuomboleza kifo cha mpendo wao. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto kwa mara nyingine amewakashifu viongozi wa upinzani kwa kuwachochea vijana kuvuruga mikutano ya kisiasa. Rais Ruto akiendeleza misururu ya mikutano ya uzinduzi wa fedha za mpango wa Nyota katika kaunti ya Samburu, amesema kuwa vijana wengi watapata ajira na wengine kuwaajiri katika sekta mbalimbali. Joash Onsari anauketwa taarifa hii. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa awamu ya 5 ya fedha za Nyota katika eneo la Achas Post, kaunti ya Samburu, Rais Ruto alisema kuwa serikali ina mpango kabambe wa kuwafaa vijana ili kuanza na kukuza biashara zao. Kwa vijana wetu wa Kenya, you have the greatest opportunity. You are at the center of the plan that we have. Na ndio sababu hiyo we are investing in education. We are investing in making sure that we create jobs in the affordable housing program. Hii program was a bit more deliberate in the sense that tulisema hatutaki kijana wote aseme hana hata fare. Tulikuwa tunawapatia fare. Si ndio?
Kila mmoja alikuwa anakuja training na anapewa fare. Si ndio hivyo? Akiandamana na naibu rais Kithure Kindiki, Rais Ruto amedai kuwa upinzani hauna ajenda ya kulikomboa taifa na badala yake ni kuwagawanya Wakenya. Kama hamuna kitu ya kupanga ya hawa vijana, wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Kwanza nilisikia mwingine juzi ati anawaambia vijana, nyinyi nikienda mahali mchukue rungu na panga mkuje mniprotect. Yaani sasa wewe unafanya vijana wa Kenya wakuwe watchmen wako. Na mimi nataka niwaulize vijana, mtu asikuje kukuambia ati akupatie shilingi 100, shilingi 200, uende ukarushe mawe na kupiga wapinzani wa huyo mtu wa kisiasa. Katika uzinduzi wa leo, vijana zaidi ya 4,000 kutoka kaunti za Samburu, Marsabit, Isiolo na Laikipia walipata mtaji wa shilingi 25,000 za kuanza biashara zao. Vijana nyinyi ni fire si fire. Vijana nyinyi ni fire si fire. Joash Onsare, TV 47. Kazi safi Joash, na nilivyokuahidi siku hii ya leo tutakuwa tukizungumza moja kwa moja na Saitabao Ole Kanchori ambaye ni wakili na ambaye pia alikuwa ajenti mkuu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 upande wa Azimio uliokuwa unaongozwa na hayati Raila Odinga. Iwapo unanipata wakili, umeshindaje? Mwaka mpya upo namna gani? Manake najua umeanza kwa siasa. Asante sana Liza, na kupata vizuri. Mwaka mpya umeanza vizuri, umeanza na kishindo kweli. Labda yako sijui. Kwangu umeanza vizuri, na nitaanza kwa kuuliza maoni yako kuhusiana na mpango huu wa Nyota kabla tuingie katika masuala mengine. Ninajua upinzani una maoni tofauti, ila Rais William Ruto anasema huu ndio mpango ambao utaboresha ajira katika taifa hili la Kenya. Kwako ni namna gani? Kwangu mpango wa Nyota, unajua serikali hii imekuwa na mipango nyingi. Imekuwa na mpango ule mwingine wa empowerment, imekuwa na huu mpango wa Nyota sasa. Mbeleni tulikuwa na mpango wa kanisa kupatiana masadaka kila Jumapili. Mpango huu wa Nyota ni mpango wa hongo kwa wananchi. Ni mpango wa siasa, sio mpango wa maendeleo. Kwangu sio mpango ambao utapeleka Kenya mbele. Uoni kidogo wakili, pesa hizi ambazo Rais William Ruto anawapa wale vijana ambao hawajafikia masomo ya kuweza kujiendeleza zaidi, zitawafaidi? Manake hata shilingi 20,000, 30,000, 50,000 zinaweza kuanza biashara. Hauoni ni kitu ambacho kitadumu na kuwapa vijana ambao wengi wamekosa ajira? Wajua Liza, serikali inafaa kuwa na mpango ambao ni mpango consistent, nikisema kwa Kiingereza. Walianza na Hustler Fund, kidogo wameachana na Hustler Fund, wamerudi kwa empowerment, wakatoka kwa empowerment, wamerudi kwa mpango nyingine. Hatujui wakitoka kwa Nyota wataenda kwa mwezi ama wataenda kwa mass, hatujui. Lakini serikali haifai kufanya, kwanza kabisa serikali haifai kufanya mipango ambayo haina mipangilio kamili. Manake hawajatueleza Hustler Fund walifikisha wapi. Hawajatueleza empowerment walifikisha wapi. Wameanza sasa mambo ya Nyota. Hawa watu wanatafuta Nyota mahali mbaya. Wakatafute Nyota kwa kuendeleza nchi kwa jumla. Huwezi pata, manake hii hakuna Nyota ya kuwa ya kusaidia raia. Hii ni njia ya kufanya campaign kwa rais ambaye ameshindwa na kazi ya kuendesha nchi kwa njia inayofaa. Tumekuwa na marais wengi kabla ya Rais William Ruto. Hatukuona Rais Kibaki, kwa wale ambao tunaweza kumbuka, manake pengine nikirudi kwa Moi itakuwa nyuma sana. Lakini hatukuona Rais Kibaki akitembea akitangatanga kila mahali, mara anasema hii, mara anasema hile. Hatukumuona hata Uhuru Kenyatta. Kama kulikuwa na mipango ya serikali wakati wa Uhuru Kenyatta, mipango ya serikali iliendeshwa na wale ambao wale ambao hiyo ndio kazi yao. Lakini sasa huyu ni rais ambaye yeye ni rais, yeye ndio PS, yeye ndio waziri, yeye ndio messenger, yeye ndio kila kitu.
na mipango hii ni mipango ambayo inaonekana kuna confusion. Manake kila siku ni mpango mpya. Na Liza, tunaelekea kwa siasa, tunaelekea kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Sheria ya uchaguzi ni kwamba huwezi tumia mali ya umma kufanya campaign. Hii ni njia ya Rais William Ruto kufanya campaign wakati ni kwa sababu anafanya campaign kwa sababu ameshindwa na kazi ya kuendesha nchi. Sasa anatafuta njia mbadala ya kuhonga wananchi akitumia njia ambayo anaita nyota. Asante. Hii nyota yake ni kama imedidimia kiasi. Asante kwa hilo. Nitakuwa nikizungumza nawe kwa mengine mengi, haswa uchaguzi wa mwaka 2022, baadhi ya cheche ambazo zimekuwepo ndani ya ODM. Zile pesa za maajenti zilikwenda namna gani? Manake najua wewe ulikuwa ajenti mkuu na unayafahamu haya. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, manake tukirejea mengi yapo. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Omar every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist. What is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. This is Kenya's #1 talk show, Dr. Farika tonight. My name is the Eagle himself. Dr. Farika is my name. We are flipping the script, but guess what? Or should I say, guess who is taking over tonight's show? Anyway, furahia umekaa na kasipuni. CP unit ni Punet. So you guys knew about Piga. Sawa basi. Sema, don't give it the whole time. I don't want to go back to brokenness. Never. I just love the high life. Siwezi taka kuimagine ati nimesota. You'll have to watch to find out. Tune in every Wednesday from 7:30 p.m.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Na chama cha mawakili nchini LSK kimeibua hofu kuhusu kinachodaiwa kuwa ni kuongezeka kwa maamuzi yasiyoeleweka ndani ya idara ya mahakama kufuatia amri za muda zinazotolewa bila kusikilizwa kwa pande zote na Mahakama Kuu ya Nakuru. Akihutubia wanahabari leo Jumanne hapa jijini Nairobi, Rais wa LSK Faith Odhiambo amedai kuwa amri hizo zilizotolewa na Mahakama Kuu ya Nakuru zinasitisha uajiri wa malipo ya mawakili binafsi na taasisi za umma. LSK inasema hatua hiyo inaweka hatarini maisha ya mawakili na kuathiri pakubwa haki za kikatiba, sheria hizo za utoaji wa zabuni za umma na upatikanaji wa haki. Aidha, chama hicho cha mawakili kinasisitiza kuwa uajiri wa mawakili binafsi hufuatia taratibu zote za kisheria na husaidia kujaza upungufu mkubwa wa uwezo katika afisi za serikali. Unless there's a government policy saying that all professionals should not be given work, there should be no discrimination. We have architects, we have doctors, we have engineers who are all hired by government, and at the same time external professionals are still taken to do the work. We register our concern over this outright misunderstanding and mischaracterization of the work advocates undertake in the favor of public entities. For the avoidance of doubt, the retention of external legal counsel follows a strict, rigorous and competitive procurement process in accordance with the Public Procurement and Asset Disposal Act. Members, we strongly oppose this ill-advised move and urge those involved to reconsider this overzealous upheaval of legal practice. The right to representation of one's choice is a fundamental right enshrined under Article 50 of the Kenya Constitution and is at the core of the fundamental principles of social justice, access to justice, the rule of law and human rights. Namna eneo bunge la Kiharu limezindua mpango wa kipekee wa kupiga jeki elimu chini ya mpango wa masomo bora mwaka 2026. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alipozindua mpango huo wa masomo bora wa mwaka 2026 leo asubuhi, alisema kuwa utanufaisha pakubwa zaidi ya wanafunzi 12,000 wa grade ya 10, kidato cha 3 na kidato cha 4, huku kila mwanafunzi akitakiwa kulipa shilingi 500 pekee katika muhula. Zaidi ya msaada kwa wanafunzi, kila shule itanufaika kwa ruzuku ya michezo ya shilingi 50,000, huku shilingi milioni 50 zaidi zikitengwa kwa ajili ya maendeleo ya miundombinu, walimu bora wa masomo mbalimbali pia. Secondary and senior. Kiharu Masomo Bora 2026 edition, which we have launched today. Tumesema ya kwamba mwanafunzi yeyote ako grade 10, form 3 and 4 in all the day secondary schools in Kiharu, which are around 65, covering 12,000 learners, that the school fees in Kiharu is only 500 shillings per term, and the learners will take lunch in school from Monday to Saturday. Na sio githeri kila siku, tuna mix kamchele na kagitheri kidogo wasisahau. The last Friday of the month in Kiharu, wanafunzi wataendelea kukula chapati, tunyoroki ya maneno vile inafaa. Tumeweka 10 million shillings of buying revision books for our day secondary schools. Tumeweka 50 million shillings ya kuweka mambo ya infrastructure kama laboratories in our day secondary schools. Tumeweka pia mambo ya motivation, the best improved teacher in every sub-county per subject. Tunawapeleka Mombasa for a week at motivation. Tuseme fees ilikuwa kubwa na kama msasi tulikuwa tuna struggle. Mara nyingine unajipata mtoto amekaa home kama mwezi mmoja, miezi miwili, sababu kile kidogo unalipa, akienda tena anafukuzwa. Lakini nowadays mtoto anakaa shule, sababu ukijikakamua na vibarua na nini unalipa shule na mtoto anakaa shule. Toka mbunge Ndindi Nyoro apitishe aseme hiyo 1,000, kwa uhakika tumekuwa tukitoa hiyo 1,000 na watoto wetu hawajatumwa nyumbani. Sasa vile amesema shilingi 500, tuko na uhakika ni hiyo 500 tutalipa.
na walimu wa Kiharu hawafukuzi watoto nyumbani. Wanawatuma, mzazi ni wewe ujipange upeane hiyo 500, hata wakati wa 1000 hawakuwa wanafukuzwa nyumbani. Unajua, kuna mtu ameniuliza kabla ya kuanza habari katika baadhi ya mitandao yetu ya kijamii kama Kiharu ipo Kenya ama ishafika Singapore, sijui. Vijana watatu eneo la Diani, kaunti ya Kwale, wamejisalimisha kwa maafisa wa polisi na kufikisha idadi ya vijana walioachana na uhalifu kuwa 43. Watatu hao walijisalimisha katika kituo cha polisi cha Diani, eneo bunge la Msambweni, baada ya kuasi makundi ya vijana wa Panga Boys. Watatu hao wamejiunga na wengine 40 walioasi makundi hayo mwaka 2025, wakisema wamechukua mwelekeo huo ili kudumisha usalama wa eneo hilo. Mpaka kwa sasa hii salimika, na naomba wale wote ndio wakwaza ama ndio wakosea ndio wafanywe uhalifu wote, pia naomba nisamehe kwa moyo mmoja. Na pia mtu labda kama anishuku kwa sasa hii, yani naongea hapa kwenye vyombo vya habari, yani kuna viongozi hapa hapo, naomba kujiuzulu kwa moyo wangu mmoja, sio katika wale terrorists sijui wala anaitwaje, yani mapanga leo kwa sasa hii simu. Nimeamua nibadilike kwa sababu nimeona nafaa niona maisha mbeleni na nijenga maisha yangu kama mtu anayetegemewa katika jamii. Na ningependa kuambia vijana wenzangu, huku tulikokuja ni salama, na ukijisalimisha hausumbuliwi na yoyote na unaachwa huru uendelee na maisha yako. Hii namba ukiona wanaendelea kuongezeka wale wanajisalimisha, ni ile pressure tunawawekea maofisa wangu, tumeweza kuweka pressure, ndio naona wanaanza kuona uhalifu ni mbaya, na vile wamejisalimisha namna hii ina maana sasa Diani yetu itakuwa salama, na yeyote ambaye bado anajihusisha na uhalifu very soon tutakukamata. Na kamati ya Olimpiki nchini imezindua rasmi programu wiki ya wanariadha wa humu nchini, ambapo wanariadha 140 kutoka mashirikisho 30 ya michezo wamekusanyika katika uga wa Moi Kasarani. Programu hiyo wiki moja inalenga kuelimisha wanariadha kuhusu ushirikiano, kukuza talanta na jinsi ya kufanya kazi nyingine kando na michezo. To hear feedback and to be able to It's our duty as the National Olympic Committee to ensure that we start looking at your tomorrow years. Where will you be after this? Because the leadership today is different from the leadership of many, many years back. Because this leadership is comprised of former athletes who understand you. Plan a lot since Olympic 2020. Up to now, I think it has helped me to maintain my discipline, and even if I go through harassment, I know how to handle myself. Ni mapumziko ya dakika 2. Tukirejea tutakuwa katika ukumbi wa siasa tukizungumza na Saitabao Ole Kanchori ambaye ni wakili na aliyekuwa ajenti mkuu wa Azimio na Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kuhusu misukosuko ndani ya ODM na kilichotokea haswa. Usicheze mbali.